Zamani. Wewe. So nakumbuka kule kwetu. Hadira. Sema amina vizuri, Yesu afurahie. Piga makofi hata kama utaki. Tulianza somo linasema nini? Silaha 5 anazotumia nani? Kuwaua na kuua baraka za watu wasifanikiwe, wawe maskini, wawe wenye shida, watu waliookoka. Nikasema silaha namba 1 ni nini? Kujidharau na kujiona ufai na huwezi kufanya chochote. Sema amen. Na sitaki nione mtu anakaa nje, katibu wote ndani. Semeni amina kubwa. Semeni amina kubwa. Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Huwezi ishi maisha tofauti na jinsi unavyojiona. Maisha yako unavyoyaona ndivyo maisha yako yatakavyokuwa. Sema amen. Ukijiona maskini utakuwa nani? Ukijiona tajiri utakuwa nani? Ukijiona fara unakuwa nani? Fara. Naongea na watu. Sema amina vizuri nisikie. Kuna watu waseme amina. Semeni amina wote. Sema haleluya. Tokea mwanzo nilikataa kuwa rofa, pamoja na kwamba ni darasa la 7 feria. Kasema mimi sitakuwa fala. Sitakuwa mjinga mimi. Takuwa mtu. Sema haleluya. Hata wakati bado tunavaa ndara, navaa ndara moja ya Yanga, nyingine ya Simba. Maisha amenipiga. Hapa nyuma kuna viraka cheusi, huku kuna chekundu. Bado nilimwambia mke wangu, sisi ni matajiri. Naongea na watu hapa. Sisi ni nini? Hawasemi watu hapa. Sisi ni nini? Sisi ni matajiri. Sitasahau mwaka wa 97. Maisha yalinipiga pale Mwanza. Hali kawa ngumu. Nikawa naenda kuomba vichwa vya dagaa sokoni. Vichwa vya dagaa, kwa sababu sasa unajua Mwanza sisi tulidagana vichwa vyake. Nikawa naomba vichwa vya dagaa. Nina bata wawili wapi? Nyumbani. Kumbe bata mwenyewe ni nani? Ni mimi na mke wangu. Siku hiyo nikamwambia mama, nimeleta vichwa vya dagaa. Mchicha vilikuwa vinajiotea, tukachuma mchicha, tukachuma na nyanya kwenye mashamba, vilikuwa vinaota miaka hiyo. Semeni haleluya. Nikamwambia pika mama tule. Lakini naiona friji ya nyama inakuja. Tunakula vichwa vya dagaa. Lakini naona friji ambayo itajaa sato, itajaa kitimoto, itajaa kuku, itajaa maini, itajaa nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na nyama ya ng'ombe, na yale masangara makubwa makubwa naiona inakuja. Mke wangu alicheka. Wao wanajuaga kukacheka vizuri hapo. Akagonga kali. Nikamwambia aligonge lirudie. Friji inakuja. Semeni amina kubwa. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo atakavyo kuwa. Hebu shika mkono wa jirani yako. Mwambie acha kujidharau. Kabla hujafa, kuna mtu ashiki. Mwambie wewe kabla hujafa, mwambie acha kujidharau. Lolote laweza kutokea. Mwambie wewe ni tajiri wa kesho. Huna gari leo, kesho utakuwa nayo. Huna nyumba leo, kesho utakuwa nayo. Huna maisha mazuri leo, kesho utakuwa nayo. Mwambie acha kujidharau my friend. Shika mkono wa huyo. Semeni fire. Semeni tena fire. Semeni tena fire. Hallelujah. Wewe ni mwembamba, usijidharau.
Wewe ni mnene kama bonge. Jikubali, jikubali, jikubali. Hata kama watu wanakukataa, wewe jikubali mwenyewe. Usisubiri kukubaliwa na watu. Jikubali kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema fire. Sema tena amen. Sema kwa jina la Yesu. Mimi sio mtu mdogo. Sema mimi ni mtu mkubwa kwa jina la Yesu Kristo. Wakati wa mke wangu alikonda, dera halikukubali, sketi zinagoma, gauni zinakataa. Alikonda kawa mwembamba kama kibambara cha sangara hivi, akitembea amenyoka. Utajua ameangalia huku, ukiangalia kichwa na unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo sema ile friji kaja. Bwana ameshatubariki sasa. Friji kaja. Nikaanza kuweka kuku, nikaanza kuweka sato, nikaanza kuweka sangara, nikaanza kuweka nyama za mbuzi. Yule mama nilishangaa, alikuwa anatembea hivi, akaanza kubinuka mdogo mdogo. Sasa hivi anasukuma tena, anatikisa tena. Haya. Mwambie jirani yako sijitarau wewe. Sema fire mara 3. Mara ya pili, mara ya 3. Sema fire. Usijitarau leo. Kesho yako ni ya baraka kuliko leo yako. Mimi wasikubaliane na mtu. Mungu amekujalia una tera, hulisukumi sasa. Unajibana bana. Semeni amina nyingi. Semeni amina kubwa. Wanaompenda Yesu waseme haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Namuona huyu mama ni mzee, lakini cheki nywele yake imeenda shule. Anajikubali yeye. Sema amina vizuri. Mmoja amesema hapa, akasema nilikatishwa tamaa, nilivunjwa moyo hapa. Watu wakasema maneno, hili kanisa linatoa sana. Ukiona kanisa ambalo hawatoi sana, ondoka hapo. Hapa ni lango la kuzimu. Lango la Yesu tunatoa sana. Amen. Sema yeah. Sema yeah. Kisha bega la jirani yako, mwambie usikae kwenye ibada kama mchawi. Mwambie changamka my friend. Mwambie baraka ni za kuchangamkia. Mwambie acha kununa hapa. Mwambie changamka, piga makofi, piga vigelegele. Sema fire kwa jina la Yesu. Kanisa bado hawatoaji sadaka nyingi misi sana. Na nini sasa? Huyu jamaa amezungumza maneno yenye akili, nimekufurahia. Na Mungu atakupandisha sana. Endelea kufanya. Hakuna mtu aliyewahi kumtumikia Mungu akafa rofa. Bwana asifiwe. Amen. Na wengine wenye maneno yao ni wale walikuwa hapa, wakashindwa hapa, wakakimbia wakaenda. Ukimwona wa hivyo, mwambie achana na sisi. Ulishindwa wewe, sisi tunaendelea. Ulishindwa wewe, sisi tunasonga. Ya. Hey! Sema fire. Fire. Hey! Na walipotoka, walifikiri tumeisha. Walipoondoka, walipoua Yesu, kumbe badala yake injili yaendelea. Kuna watu pale kanisani wenye viburi. Hebu sema viburi. Sema tena wenye viburi. Viburi. Sema tena. Viburi. Sema tena. Viburi. Walikuwa na viherehere. Sisi mchungaji hatuangalii, kwa sababu sisi tumetoka naye mbali. Mchungaji amechagua wazee wa kanisa wengine, sisi ametuacha. Kama ni hivyo basi tunaondoka. Kaambia ondokeni mwende. Yesu analeta wengine hapa. Amina. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Jihadhari.
mbali na mtu alikuwa yuko hapa, leo ameacha kuja wapi? Jazani na huyu. Na wana maneno. Wana nini jamani? Wana nini jamani? Maneno. Wana nini jamani? Kule nyuma hawasemi wana nini jamani? Maneno. Biblia inasema walikuwa kwetu lakini hawakuwa Wa kwetu. na mimi nakwambia mtu anayeweza kuhama kanisa hili ni wizard. Kuna mtu hajasikia? Kanisa lenye praise nzuri namna hii, muziki mzuri namna hii, kanisa zuri la vigai namna hii, kanisa lenye zulia namna hii, unaondoka hapo naenda wapi? Hebu shika mkono wa jirani yako, mwambie acha kiherehere wewe. Acha kiherehere. Mwambie tulia hapa hapa. Sema amen. Amen. Na ndoa zinafungwa hapa. Nimeona na wengine wamekuja hapa wanasema Bwana sifiwe, mimi nilikuwa nasali kule, Mungu ni mwema sana, nimekuja kusana nini. Vijana mkodoe macho. Aliyeingia hapa kama ni msichana ndio kutoka. Unasemaje? Maana shida nyingine tuna mavijana ambao hayana macho. Unaambia angalia mbele, wanajitambulisha. Acha tu wajitambulishe nione. Bwana sifiwe sana. Na mimi ni waombe mnaojitambulisha kama wewe mnasema mmeolewa au bado. Nakuta kijana na ndevu kama stili waya. Kimuuliza utaoa lini? Bado najitafuta. Hujajipata. Naongea na watu hapa. Kongo na jirani yako tano mwambie kama na bonge huyo. Mwambie changamka. Rudia tena mwambie changamka. Sema amen. Asiponyoke mtu hapa kwenye mateka hii. Akishakanyaga hii masapau, mcheki shape lake alivyo nini, wewe je. Bwana sifiwe sana. Amen. Hatoki mtu wapi? Unasikia mzee, usitoke hapa. Unataka kwenda mbinguni? Au unataka kuwa mtu wa dini? Kama hutaki kuwa mtu wa dini, hapa ni mahali pana kusahau kusali. Semeni amina, Yesu afurahi. Amina. Hili jamaa limesimama hapa, hili jamaa la Kigoma hili. Kweli amepiga kitu hapa, ulimwona anaposerebuka. Sasa urudi tena kwenye majamvi. Uliwahi kuona wapi biashara? Umekanyaga zuria no kutoka hapa. Hebu sema amen. Amen. Sema fire. Fire. Yaani sijui nyinyi Mungu awape nini. Huyu mchungaji na huyu mama muna majembe ya hatari. Unafika siku moja tu unajitambulisha unapewa na kuimba, sio kwa bonge. Simi nakueleza ukweli. Pale kanisani kwangu kuimba, kwanza waimbaji ni wengi. Kwaya tunazo 6. Kwaya tunazo 6. Ngoma ya ukweli eti kitu kimetoka. Nasemaje? Unajitambulisha Bwana sifiwe, mimi ni mtu kutoka hapo, mimi ni mwimbaji. Na mama anasema, anamwambia baba wape kuimba, na mzee wa watu hana kama ni mtu anayekosana na huyu ambele huyu. Ukija kwangu ukai wiki. Semeni amen. Amina. Maana sisi pale ni mguu pande. Hey. Kulia kwa ni kijeshi. Hebu sema kijeshi. Kijeshi. Ukishindwa kusali hapa kwa huyu mzee, kafage tu mwenyewe huko. Sema amina, Yesu afurahi. Sema amina, Yesu afurahi. Mwambie jirani yako jikubali. Mwambie tena jikubali. Mwambie tena jiamini. Mwambie usijidharau. Mwambie unapendwa na Yesu sana. Hata kama watu hawakutaki, Yesu anakutaka. Hata kama watu hawakupendi, Yesu anakupenda. Amina. Jikubali ndivyo ulivyo, usijidharau. Amen. Sema amen. Amina. Unakosa chane mwana watu. Na mimi ukinipa hela umeniwasha moto. Ukinipa hela.
Ubarikiwe mwene watu. Urakoze cyane mwene mama. Urakoze cyane mwene data. Yaba. Hatari na nusu. Sema fire. Sema fire. Usikidharau. Aliyekuwa anavaa ndara moja ya Yanga, nyingine ya Simba, leo unavaa kiatu cha 3.5. Sasa wewe, Mungu yupo, Yesu yupo. Ukimwamini, ukajikubali, ukajipenda, ukajithamini, ukafika mbali. Sema 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 Yesu analipa. Mpaka chechi inabakia. Haya. Na kuonyesha wewe ambaye ukuwepo, ili nikutie hamu ya kuja kesho. Umeelewa? Nikutie hamu ya kuja nini? Na kesho utakayebaki nyumbani, na ruhusu roho ya kuhalisha kwenye nyumba yako. Kwa nini ukae nyumbani sisi tuko kanisani? Kwa nini ukae nyumbani sisi tunabarikiwa hapa? Kwa nini ukae nyumbani watu wanaponywa hapa? Sema amina. Amen. Na tutapiga fire kuanzia kesho mpaka. Haleluya. Haya, silaha ya pili anayotumia shetani, wachawi, mapepo kukupiga. Kuwafanya watu wasiwe na roho ya nini? Ya utoaji wa sadaka, michango, zaka. Akitoa sadaka anakuja na mianga. Anavyoitoa kama anatoa buku. Kwanza ameikumbatia. Najifunza kuangalia watu wanaotoaga 200. Hafiki hivi na kufanya hivi. Anafika kwenye chombo anashusha. Pale kanisani walinitesa, hiyo roho ilinitesa. Unaona watu wanakuja kutoa sadaka, wanapiga magoti, wanafanyaje? Ukija kuhesabu, sile kibao. Kwa sababu tulikuwa na vyombo vya hivi. Nikasikia roho Mungu ananiambia, toa hivi vyombo, chonga kioo. Chonga? Yaani kinawekwa hapa, ukitoa 200 inasikia wote wanasikia huyo katoa sile. Nikafukuza hilo pepo kwa njia ya chombo cha sadaka. Pasa mbele rafiki yangu. Ondoa hivi vyombo hivi. Hivi vyombo hivi. Kwanza ni vya mwaka 2000 na ngapi? 1950. Hivi vyombo toa. Tunataka chombo cha kioo. Hii madhabahu ni kubwa sana hapa Dar es Salaam. Naongea na watu waseme amen. Amina. Semeni tena amina. Kasema kutoa. Shetani ili akufanye kuwa rofa, kuwa maskini, anakunyima hamu ya kufanyaje? Kumtolea Mungu. Uishi utoaji vizuri sana. Wewe ni wa kukimbia michango. Mungu wetu asifiwe. Kwa nikapiga hiyo sana, napiga kidogo ili mjue tulikokuwa. Semeni amina. Semeni amina tena. Nilisoma maandiko mengi sana. Nikaonesha watu waliofanikiwa kwenye maisha yao kibibilia walikuwa watoaji sana. Sasa warokole wengi ni maskini, hawana hela, shida nyingi, hawafugi kuku wa mayai, wanafuga kunguni na panya. Unasikia ndani ya nyumba. Unajua kuna treni huko, eti hapana. Jamani, kuna nini huko? Panya. Na wengine ni wavivu. Nini wapenda? Wavivu wa kufanya? Hawataki. Naomba uje wiki hii inayoanza kesho. Mungu amekuweka mikononi mwangu wiki hii. Semeni amen. Amen. Na mimi haijawahi kutokea nikakaa kwenye kanisa moja wiki ngapi? Hili ni la kwanza. La kwanza ni la mshauri mkuu. Nilifanya mkutano, nikafanya na semina. Hili la pili sasa. Haijawahi tokea, nafasi yangu haikubali. Semeni amina vizuri. Amen. Nazunguka dunia yote. Kweli?
makonge wiki, njoo nikuchonge. Mnanisikia wapendwa? Njoo nifanyeje? Nikuchonge utoke kwenye hiyo kurakura dagaa kila siku. Nimepika mboga nzuri, nini? Maharage. Yani ubusi na tesi biharagi na jamhagi, yani ndabiruzi na mabesa. Yani maharage eti na mawesi, mtu anasifia maharage na nini? Hasifii kitimoto, hasifii kuku, hasifii samaki sato wale wenye kichwa kikubwa kama cha bonge, hasifii hao. Ila unasikia mlenda. Nini? Maharage. Nini? Nimepika bamia, nimechanganya na nyanya chungu. Leo nitakula nishibe. Ushindwe. Nyama ale nani? Kuku wale nani? Yani sisi warokole tumekuwa ni wa maharage, tumekuwa ni wa dagaa. Niwaambia watu hapa, mlenda sio mboga, ni wacheza show. Maharage sio mboga. Yani nyama iwepo hapo, maharage kidogo hapo. Mimi nakwambia ukweli, ndio maana wengi waliolazwa hospitalini ni maskini. Kwa nini? Akila dagaa amekula dagaa hizo na ugali. Nenda kwenye nyumba ya wenye hela, anakula dagaa kidogo, maharage kidogo, mchicha kidogo, nyanya chungu kidogo. Naongea na watu wanaonisikia. Nasema hivi, naongea na watu wanaonisikia. Niliwaambia mlenda sio mboga gani, uichote, uizungushe, uipige mkwara. Naona hiyo ni mboga sasa hivi. Si ni shida hiyo? Haya, semeni amina. Bado sijasikia, semeni amina tena. Tukasema silaha ya tatu anayotumia shetani, kuwa na roho ya hofu. Hebu sema hofu. Rudia tena, sema hofu. Hebu shika mkono wa jirani yako nikwambie neno. Mwambie kwa jina la Yesu. Mwambie shinda roho ya hofu katika magumu unayopitia. Usiogope chochote. Mwambie hayo ni ya muda tu, yasikuzuie kuja kanisani. Yani kwa kwenda napita, Mungu ndiye anajua. Napita mimi. Napita. Mchungaji akimpigia simu, mwanangu, mbona huje kanisani? Baba, niombe tu. Napita. Sasa kama unapita ukakaa nyumbani, ndio mapito yameishi. Wenzio tukipatwa na majaribu na shida, tunakimbia kwa nani? Madhabahuni pa Bwana. Semeni amen. Madhabahu ndio inayotatua shida za watu wa Mungu. Sema amen. Madhabahu ndio inayoondoa magonjwa yanayosumbua watu wa nani? Madhabahu. Sasa umekaa nyumbani tu, mpaka mwisho wa siku tunasikia aliharisha mpaka akatapika, baadaye akaongeza na kuna nini, ameenda. Umeendaje kijinga? Kanisani kwangu nimewaambia hivi, mnisikilize, na hiyo roho nataka niipande hapa. Semeni amina. Mnanikwaza, semeni amina. Kanisani kwangu nimewaambia hivi, unaumwa kabla hujaenda hospitali, njoo kwanza hospitali ya Yesu. Njoo tukuombee kwanza. Usiwahi kukimbiza hela hospitali wewe. Njoo kwanza. Saa nyingine tu ukija tu tukakuombea hapa, mambo yanaishia wapi? Sio kila magonjwa yanahitaji kwenda hospitali. Mengine yanahitaji maombi. Semeni amen. Sasa warokole wasio na ufahamu, wao wanajua kitapika hospitali, nikiharisha hospitali. Njoo kwanza hapa. Ambera kuwekea mikono. Sema amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amina ni dogo, Bwana asifiwe. Sema fire. Sema fire. Roho ya woga na hofu vimesababisha watu wengi wameshindwa kufanyaje? Kufanikiwa. Na shetani anaitumia hiyo roho. Watu wao waoga kufanya kazi, watu wao waoga kuzaa watoto. Pengine yule waine unayetaka asije ndio angekuwa msaada kwako mbele ya safari kwenye maisha yako. Na ndio woga mwingi. Mimi sitaki kuzeeka, nikizaa sana nitazeeka, nyonyo zitakuwa saa 12. Kwani kazi ya nyonyo ni nini? Si ni kunyonywa? Wamama, si ni kweli? Mungu amewawekea hayo manyonyo, watoto wanyonye. Sasa wewe mama mzima miaka 40 unataka nyonyo liendelee kwa saa 7. Wapi?
Niliwaeleza mama moja kule kijijini kwetu, yeye ana nyonyo kubwa. Haleluya. Na bahati nzuri hana na mtindi wa kutosha hapa kifuani. Halafu bahati mbaya kijijini kule kununua ile nene ya kutunza manyonyo hakuna hela hizo. Mama anavaa blouse au singine au gauni, mtindi unaendelea kufutika pole pole. Mrefu hapo. Kitu nafika nacheza wewe. Lakini yule mama anaongoza kuzaa kijijini pale. Akitaka kunyonyesha mtoto hangaiki kutoa mizigo. Ni kuchukua ngoma hapa na rusha. Mtoto anakula kitu, safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu, Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako acha hofu. Rudia tena, mwambie acha woga. Leo tuna harambee. Shika mkono wake vizuri, mwambie leo tuna harambee ya kujenga nyumba ya Mungu. Mwambie nyumba ile sio ya mbele. Mwambie nyumba ile ni ya Bwana. Mwambie kwa sababu tuna harambee. Mwambie ondoa hofu. Mwambie ondoa woga. Mwambie tutachanga kwa jina la Yesu ali hai. Kila mtu aseme amen. Amen. Hofu ya nini? Biblia inasema mashaka ni kifo na hofu ni dhambi. Acha kuogopa. Sema amina. Anasema msiogope, mimi niko pamoja na. Ukishaokoka Mungu anakuwa pamoja na wewe. Unaogopa nini? Dada moja nikamkuta na dumu la mkojo ndani. Yani kwa kweli mjini umeme upo. Hatoki kwenda wapi? Wapi? Anadumu ule. Yanajisikia tu ni anarudi tena. Asubuhi unaona mtu amebeba mzigo dumu. Unamwambia juisi hiyo, eti hapana. Sema kwa jina la Yesu. Roho ya hofu. Sema toka. Rudia tena kwa Mungu, sema roho ya hofu. Nyosha mkono hivi, sema kwa jina la Yesu. Roho ya hofu na kukataa. Toka. 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 Kwa jina la Yesu. Pigie Bwana makofi, haleluya. Hai. Silaha nyingine ya ngapi? Ya 4. Roho ya kiburi. Shetani akitaka kukuweza akumalize. Wachawi wakitaka kukuweza na wakumalize, wanachofanya wanakupandia roho ya kiburi. Unahubiri kama bonge hivi, kiburi kinaota. Hakuna mhubiri kama mimi. Hujaona? Hujafanyaje? Hujafanyaje wapenda? Hujafanyaje wapenda? Dada, nimekuona na sauti nzuri sana. Jiunge na hii praise. Huu unaimba hapa. Umesikia? Amen. Hili ni neno la kinabii kwako. Msifikiri manabii wale sikia na keki mafuta na nyama. Unaweza ukawa kwenye madhabahu na ukuminya usitoke. Lakini huduma yako ni nini? Mwambie jirani yako shinda roho ya kiburi. Mwambie hata ukihubiri sana watu wakabarikiwa sana, mwambie usinue mabega. Mungu akupe mume mzuri anayefanana na bonge, mwenye hera. Kiburi, wapendwa, mnanisikia? Nini? Semeni nini? Kiburi. Semeni tena nini? Kiburi. Kama mnafikiri na watania, kama mnajua kuna watu walikuwa hapa kanisani hapa na waliondoka na maneno yao, angalia maisha yao. Cheki maisha yao walivyo. Hawezi hata kucheka, hana raha, hana furaha. Akiwaona na tamani ardhi pasuka, fanyeje? Hakuna kitu kibaya uishi na mwanaume mama mwenye kiburi kwenye familia yako. Utaona ndoa ni ndoano. Kiburi. Kwanza nilikosea. Sijui ilikuwaje nikakuoa. Nilikuita. Suli jireta na kielele chako kaanza kunibembeleza. Na mimi nawaambia wanaume tunahurumiwa tu kaka. Sura hii mke wako huyu unafikiri kupendea sura baba. Hizi sura zilizopinda pinda hizi mwanamke gani atakukubali? Huruma tu.
na watu mnaonisikia hapa? Bwana sifiwe. Kiburi ni kibaya. Lakini sio wanawake tu. Hakuna kitu kibaya mwanaume uoe kama mwanamke kamcharuko. Kanini? Kamcharuko. Unatamani kufariki mapema. Bwana sifiwe sana. Watu wameharibikiwa huduma za uhubiri kwa sababu ya kiburi. Walipoona wanaweza hubiri, watu wakapiga makofi wakawashangilia. Tayari mabega yanapanda, anaanza kusema mimi nina upako kuliko hata mchungaji. Kiburi. Kwa kia tunasema hivi, urutubu unakula ni rusumbizo si. Mungu akutumie kiasi gani? Hakuna bega linalopita shingo. Shingo ni shingo, bega ni bega. Naongea na watu hapa. Tunataka Mungu ainue wahubiri hapa. Wahubiri wazuri watakaotikisa hii mbande. Lakini ili tuwapate, lazima wawe na roho ya utii na unyenyekevu, na hasa kwa baba yao wa kiroho. Sema fire. Sema tena amina vizuri. Sema tena amina vizuri. Wewe ni kiongozi, uwe na roho ya unyenyekevu. Usiwe na kiburi. Mwana praise unaimbisha praise vizuri hapa. Usiote nini? Mabega. Nasema tena usiote nini? Kiburi. Tunatengeneza kanisa na maelfu hapa. Sema ni amina vizuri. Amen. Kila siku Mungu akikutumia, piga magoti mwambie Bwana, utukufu ni wako. Heshima ni zako. Ni wewe umefanya. Ni wewe umetenda. Umenipa sauti. Umenipa nguvu za kuhubiri. Umenipa nguvu, nimeombea wagonjwa wamepona. Usibebe utukufu wewe. Mpe Bwana aliyetenda. Utukufu kwake Yesu. Haleluya. Utukufu kwake Yesu. Mumesahau hiyo pamili? Mnaikumbuka? Ndio. Naudia tena, mnaikumbuka? Ndio. Wapendwa, mnaikumbuka? Ndio. Semeni amina vizuri. Mwenye kiburi akiombea wagonjwa kapona. Nina upako mimi, nina upako. Anaanza na kubadilisha sauti, anaunguruma kama tembo. Nasema unguruma kama tembo, unguruma kama simba. Aliyeponya ni Yesu, aliyefanya ni Yesu, wala sio wewe, wala sio mimi. Kila chochote tunachofanya anafanya nani? Mungu. Sema amen. Amen. Kamata mkono wa jirani yako vizuri. Mwambie rafiki yangu, shinda roho ya kiburi ili ndoa yako iwe na amani. Mwambie shinda roho ya kiburi ili upendwe kanisani. Mwambie shinda roho ya kiburi ili uinuliwe kihuduma zaidi. Mwambie shinda roho ya kiburi ili Bwana kubariki na kukuinua. Semeni amina kubwa. Wangapi mnapenda tuendelee kidogo? Sema amen, haleluya. Kiburi ni kibaya. Niliwapatia ushuhuda jana. Kijana wangu mmoja nimpiga kinanda pale kanisani. Mwanzo hakuwa anajua kupiga kinanda. Nikamtafuta mtu mmoja kutoka Kasuru, mwalimu mzuri. Nikamlipa hela. Akaja kuwafundisha wapi? Pale kanisani. Si ulikuwa hapo jana? Yule kijana akajua haraka kupiga kinanda. Kumbuka mimi ndo nimeleta mwalimu. Na mimi ndo nimelipa nini? Hela za kumlipa mwalimu awafundishi. Angalia roho ya kiburi ilivyo. Angalia roho ya kiburi ilivyo. Mwambie jirani yako, kumbuka ulikuja na hali gani hapa. Kuna watu mlikuja hapa mmekonda kama vibambara vya sangara. Sasa hivi mmenenepa, mnasukuma makalio. Usiote kiburi. Semeni amen. Kuna watu mlikuja hapa mna wanawake. Leo mna nini? Kuna watu hapa mlikuja mna mtaji 15,000 20. Leo mna milioni 5 6 7 8. Usije ukaota kiburi ukasema mimi natafuta mchungaji mwingine kunichunga. Wewe si kila mchungaji anafaa kuwa mchungaji wako. Na wala si kila madhabahu yako. Kijana akaanza kutekenya bwana kinanda, akipiga muziki unasikia yani ubudioe mpaka mwijigo. Yani unasikia utamu mpaka huku. Kijana kiburi kikaota. Kaniambia mchungaji, kuanzia leo sitapiga muziki mpaka mwe mnanilipa kila ibada 30,000.
Kamuliza nini? Kila ibada 30,000. Sasa nikamuuliza, wewe nikikulipa 30, huyu fundi mitambo nimpe ngapi? Mpiga gitaa solo ngapi? Bezi ngapi? Rhythm ngapi? Na drums ngapi? Sadaka 70,000. Kanisa litaenda wapi? Mwanangu, kaa tu, utulie, umtumikie Mungu. Mimi najua nitakuwa na kujali. Sitaki, kama mtaki, mimi natafuta kanisa lingine. Tukafika mahali tunaweza kuweka biti kwenye vyombo, amekaa hapo, hataki kupiga kinanda. Kila ibada 30,000. Mwisho wa siku naongeaga haya maneno kwa uchungu. Kwa nini? Tumepoteza vipawa vingi kwa sababu ya hii roho. Na watu wanaonaga kama kawaida, hawaoni kama ni shetani ameingia ndani ya watu. Na mimi nishawaambia watu, ukikaa kanisani kwa kulipwa, ujue wewe mbinguni huna malipo. Si ulishamalizana hapa duniani, chako ulishabeba. Mbinguni unaenda kutafuta nini? Anasema tukimaliza kazi tutavishwa nini? Sasa wewe la kwako ulishavishwa tayari hapa. Nikazungumza wahubiri wazuri tuliowapoteza, leo wamebakia kama makopo. Kwa nini? Walipoona wanapendwa, wanaalikwa, wakainua roho za nini? Ukimwalika kuja kwako, anakuambia nipe 2,000,000, nipe 3,000,000. Mimi nataka kula vizuri bwana. Nataka kula vizuri mimi. Kila asubuhi nusu kuku ya mchemsho. Mchana nusu kilo ya nyama. Usiku kuku ya kuchoma. Unakulaga kwako hivyo hivyo. Kiburi. Hebu semeni kiburi. Tulikuwa na washirika wazuri, leo hatunao. Kwa nini? Walipoona wanapendwa na mchungaji, kiburi kikafanyaje? Na hasa watu wakikupigia makofi hivi, ukaimba watu wakafanya unanisikia rafiki yangu? Watu wakakupigia makofi hivi, jihadhari na makofi haya. Yule kijana akatafuta kanisa la nabii mmoja. Yule nabii akamwambia nitakuwa nakulipa hiyo 30 kila ibada. Wakakubaliana. Anaondoka kwenda kuanza siku hiyo ya Jumapili. Anaenda kuanza kazi. Hakufika kwa nabii. Moyo wangu uliuma. Nikikumbuka nilikomtoa. Makamasi niliyomtoa. Alikuwa ananuka kikwapa na harufu mbaya, mimi ndo nampa sabuni ya kuogea. Unajua watu hawakumbuki, ndo shida nyingi. Hatukumbuki. Na Biblia inasema usisahau. Moja ya vitu vinanisaidia ni kukumbuka zile vichwa vya dagaa nilivyokula. Leo nakula nachotaka. Leo nakula nachotaka. Yesu huyu. Navaa suti na mimi bonge. Navaa kiatu kizuri. Leo na mimi napokelewa na mbele na wewe kwa hoteli nzuri kama ile. Unapandishaje kiburi? Nakumbuka zile vichwa vya dagaa. Nakumbuka maisha niliyoisha kuteseka. Namwambia Yesu, naomba endelee kunifanya niwe mnyenyekevu ili niendelee kula mema ya nchi. Mnanielewa? Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu asifiwe. Sisahau kula amenitoa. Leo nakula nachotaka. Kweli kabisa, nawaambia ukweli. Kweli kabisa, nakula nacho. Nilipofika hapa nimwambia katibu, mimi nataka kula hivi. Eti katibu, nishawahi kuwa mzigo kwako? Sina hiyo kitu. Kuna siku namwambia tu nataka kula kaugari na bamia. Kuna siku nataka kula asubuhi nipate kachapati kamoja tuwili na kasoda basi. Nataka tundizi twa kukaanga. Hivyo, yani nakula nachotaka. Na siri hivyo kwa sababu eti namhurumia katibu. Najua ataleta nikitaka. Si ndio wapendwa? Lakini na huu mwili, ule nyama kila siku we nani? Ule samaki kila siku who are you? Mnanisikia anachosema? Kiburi kimeua vipawa. Kiburi kimeua.
Nikawaeleza mfano wa ushuhuda wa mtu mmoja alitoka kanisani kwa mbwembwe na fujo. Mbwembwe na nini? Kwa kiburi na madharau. Kiburi na nini? Halafu akanipigia simu, kaniambia pastor, yaani unajua mimi mchungaji simuelewi. Mimi nimeamua kuachana na. Nikamwambia wafwa. Unagombana na mchungaji? Umeisha. Nenda katubu. Nenda kamwambia baba nimekosea narudi. Bahati mbaya yule kijana hajaenda kutubu bado. Maana angeenda kutubu niporudi kanisani kwao ningemuona. Na kama ni hapa napo ningemuona. Sio salama. Hebu semeni amen. Narudia tena sio? Bwana asifiwe sana. Kanisa Bwana asifiwe. Binti yule kanisani kwangu, huyo kijana niye mzemzia, anaenda tu akufika ile bajaji aliyokuwa amepanda kwenda kwa nabii kupiga kinanda. Apate ngapi? 30. Ilipigwa na gari ya mchanga chini. Kwenye ile bajaji alikufa yeye peke yake. Wengine wote walitoka, hata kovu, hata kuchunika hakuna. Alipigiza hiki hapa kwenye msingi, kwenye ule ukuta wa msingi wa mtaro. Ubongo pale. Napigiwa simu naambiwa fulani amekufa. Amekufaje? Alikuwa kwenye bajaji anaenda kwa nabii na alikuwa ameanza na kushawishi watu. Nataka niwaambie hivi, kataa kushawishiwa na mtu kutoka mahali hapa. Pigani makofi nione kama mnanielewa. Mmenisikia wapendwa? Kataa kushawishiwa. Tulia hapa. Kila mtu amekuja na shida zake hapa. Semeni amina kubwa. Ameshindwa yeye, mwambie toka wewe, mimi sitoki wapi. Usikubali kushawishiwa. Maana wengine wanaendaka kama manyumbu tu. Na Biblia inasema kondoo ataisikiza sauti ya nani? Ya mchungaji wao. Huruhusi kusikiliza sauti ya mtu mwingine. Sema amina vizuri. Na ndio maana niliwaambia hata kuchukua namba za simu za wahubiri kina Bonge tunaokuja hapa sio sawa. Unachukua namba ya Bonge kusaidia nini? Mimi sio baba yako. Mimi sio mchungaji wako. Mimi naitwa mwalimu wa semina. Naitwa mwalimu. Baba yako ni nani? Naomba mniangalie vizuri. Baba yako ni nani? Ambele, huyo ndio baba yenu. Ukishindwa kumshika vizuri shauri. Baraka zako ziko hapo, kila kitu kiko. Mungu yuko hapo kwa ajili yako. Hebu pigeni makofi kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mimi nina namba za watoto wangu kule, wanalipa zaka, wananipa sadaka, wananivarisha, wananilisha, wananitu. Wale ndo haki yangu kuwa namba zao. Lakini leo tuna washirikina makanisani. Na nakufuata, mchungaji, samahani baba, naomba namba yako. Nitakuwa nakupigia. Wewe. Bonge mimi nahubiri makanisa mengi. Tena makanisa mengine ya matajiri, watu wenye hela. Niongeze na wewe muuza dagaa hapa Mbande. Kamata mkono wa jirani yako, mwambie kaa vizuri na mchungaji wewe. Mwambie hapa kanisani hakuna mwenye thamani kama mchungaji wako. Mwambie wageni wakija, acha wahubiri watuombee waende. Unanielewa vizuri? Niliwaeleza hapa nikawaambia hata ningehubiri sana mkabarikiwa na nikawaombea mapepo yakafanyaje? Yakatoka. Mimi sijaja na upako wangu hapa. Nilipofika hapa nilichukua upako wa mbele, nikamwambia Yesu nitumie. Huo ndio unaowahudumia, huo ndio unaowaponya, huo ndio unaowabariki. Piga kelele, sema amen. Hii jamani, hili baba lina upako. Sina. Hapa mimi nimekopa hapa kwa huyu mzee. Na ndio maana kila nikifika hapa, nikikaa tu hivi, namwambia Bwana, naomba neema ya mchungaji wako, mtumishi wako Ambele, initumie tena leo. Asije mtu hapa akakwambia eti nimekuja na upako hapa mtaona. Umekuja na upako wako? Rudi nao. Kuna jamaa alikuja pale kanisani kwangu, mimi nimekusanya watu. Ile kanisa nimeweka viti 1200. Kanisa niojenga.
Lakini sasa hivi tuko kama nusu, kama watu 600 na kitu 700 hivi. Akaja hapo, sikia nimekuja na upako. Hapa mtaelewa, visiki vitangoka. Nikamwambia brother, umekuja na upako wako rudisha kwako. Uje na upako wako. Mimi nimekusanya watu 700 hawa. Unakuja na upako wako. Kaambia nimeahirisha semina. Kama ni mnanielewa ninachosema? Wachungaji, si mna understand kile nazungumza hapa? Leo makanisa hayana nguvu kwa sababu washirika hawaambatani na baba. Sawa. Ana namba ya mtume fulani, ana namba ya nabii fulani, nyingine alichukua kwenye TV, nyingine alisikia kwenye redio tu, akabeba na yeye akaweka, na kila siku anatumaga sadaka kwenye madhabahu ya nini? Ya hewani. Yani kwa kweli unajiuliza, huyu mshirika hapa kuna nondo, hapa kuna kokoto na simenti imo kabisa hapa. Sadaka zenu ili siwe na majibu, toleeni hapa. Usitoe kwenye namba za TV. Hao wengine ni wahuni, ni matapeli. Mungu amesema leta zaka yako hapa. Mungu amesema leta sadaka yako hapa. Piga kelele, sema fire. Sema tena fire. Usipoelewa haya, utabaki kumat time maisha. Wenzako wanasonga mbele, wananunua magari. Wewe uko pale? Kijitahidi sana, cha kutumaini sina. Cha kutumaini sina. Mnakajua Ni kanini hapo? Yani hapo ndo unasema Bwana ameniona. Bwana ameniona. Baskeli. Shika mafundisho haya. Ambatana na wazazi wako wa kiroho. Si kila mchungaji anaruhusiwa kuweka mikono juu. Kuna nabii ameleta chupi za upako. Hamjamwona kwenye mtandao? Mwingine kwenye mtandao ameonekana anawaosha wanawake tu, sio wanaume. Wanawake wanafika mbele yake, kuna libeseni kubwa, wanakaa, wanavua nguo zote, yeye anawaosha na nini? Na maji ya upako na mikono ya upako. Kasema nimkute mke wangu pale. Si nabii, si mwana wa nabii, ni vichwa ngumi zitachongwa hapo. Semeni amina vizuri. Maji ya upako, chumvi ya upako, sukari ya upako, epo ya upako, keki ya upako. Sisi tumeambiwa hatuna jina jingine tena tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Piga kelele, sema fire. Usiende kwenye mafuta, usiende kwenye maji, usiende kwenye epo. Wewe likimbilie jina la Yesu. Inaandikwa wenye haki walipolikimbilia walikuwa salama. Wenye haki tulipolikimbilia magonjwa yalipona, kansa zilitoka, majini yalitoka, mapepo yalitoka. Jina la Yesu. Sema amen. Rudia tena, sema amen. Kamata mkono wa jirani yako, mwambie rafiki, Mungu anaenda kukupa gari. Mwambie Mungu akikupa gari usiwe na kiburi. Njoo na gari lako hapa kanisani. Mwambie wewe, semeni vizuri, mwambie wewe, Mungu anaenda kukupa hela. Akikutajirisha, mwambie usinuke kiburi. Mwambie rafiki, wewe, Mungu anaenda kukupa kazi, tena kazi ya maana. Mwambie ukipata kazi usinuke kiburi, ni yeye amekupa. Mheshimu Bwana kwa mali zako. Mheshimu. I say, nifanyeje watu hao wasikie? Unanisikia wapendwa? Kuna watu mngekuwa mmeshafika mbali, kilichokuzuia ni kiburi tu. Kiburi tu. Haleluya. Silaha ya 5. Nipita haraka. Dakika kama 15 tu. Tuingie kwenye harambee yetu. Haleluya. Na mimi nataka nikwambie usihofu. Usiwe na mashaka. Haleluya. Tutatoa muda wa kutoa.
ili tuahidi vizuri, na muda tutaweka mzuri wa kutoa. Utaahidi, unatoa ulicho nacho, kila ambacho hauna tunagawa muda wa kutoa. Hebu semeni amina. Wapendwa, mnanisikia? Nimejenga hilo kanisa la kuingia watu 1200 na wamama wauza mchicha, wauza dagaa, wafanya vibarua, machinga, wauza nyanya, wauza makande, wauza chai. Nimejenga hilo kanisa na tumejaza, na sio kanisa la kitoto. Hey. Sikia wewe. Sio kanisa la kitoto. Sio la kitoto. Ni kanisa la maana, la nguvu. Unanielewa eh? Lakini nimefanya na watu wauza mkaa, wauza karanga, wauza mandazi, wauza chai, wauza makande. Walikuwa na ahadi, wanasema mimi nitatoa 500 kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Tunagawa muda. Unatoa kidogo kidogo, 10,000, 10,000 mpaka kufikia ule muda tumefanyaje? Ndio tumejenga. Kuna watu walivyokuwa wanaangalia wale watu wangu wanaona dhaifu, wakawa wanasema hivi kweli Bonge hawa ndio watu wametoa hela wamechanga? Huyu Bonge labda ni Freemason. Ukiwa na kanisa la watu walio na roho ya utoaji, hawaogopi kuahidi 1,000,000, hawaogopi. Naongea na watu hapa. Semeni vizuri amina. Semeni vizuri amina. Semeni vizuri amina. Haya. Silaha namba 5 anayotumia shetani. Kesho, kuanzia kesho nafundisha kitu kingine, sio hiki. Na ndio maana nataka uje nikushibisha halafu one baraka. Utanishukuru, utasema Bonge alitufundisha tukayashika maandiko na maneno ya Mungu. Leo nimefanikiwa, nimeenda mbali. Hudhuria. Una biashara, fika saa 9, funga biashara, njoo wapi? Mimi sikubaliana na mtu anasema, tunajua nilikuwa kwenye biashara ndio maana nimeshindwa kuja. Ukiwa unahalisha unaendaga kwenye biashara? Wapendwa, unaendaga kwenye biashara ukiwa unahalisha? Inawezekana kuna mtu ajui maana ya kuhalisha hapa. Unaweza kwenda kwenye kazi? Kama huwezi kwenda kwenye kazi kwa sababu unahalisha, kwa nini usiache kwenda kwenye kazi kuanzia saa 9 mpaka saa 12 kuja kanisani kwa Mungu? Inawezekana, si ndio? Nenda fungua mapema, uza mapema. 9 funga nini? Wote mwe hapa hivi mlivyojaa hivi. Wote mwe hapa. Semeni amina. Yesu furahi. Semeni amina vizuri. Haleluya. Silaha ya 5 anayotumia shetani ni kuwafanya watu wawe wezi wa fungu la 10. Ili wasibarikiwe, wasiinuliwe na Mungu, baraka zisiwe tele juu yao. Watu hawatoi zaka, hawalipi sehemu ya 10. Fungu la 10 ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Sikia, kwenye 1,000 Mungu anadai shilingi 100. Kwenye 100 Mungu anadai shilingi 10. Tikisa jirani yako, mwambie unamsikiliza mhubiri. Hebu tikisa huyo uliyekaa naye. Na mkimwona mtu anasinzia nifanyie hivi. Mimi nikija hapo ni kwenzi hili, utakuna nikumbukia maisha yako yote. Kwa mwamsha naye haraka kabla sijaenda pale. Semeni amina. Yesu furahi. Musione ninahubiri hivi, nahubiri kifua kinawaka moto, mwili wote una maumivu, kwa sababu hatukai, hatutulii. Huruhusiwi kulala ibadani. Usiku ulilala wapi? Ulikuwa wanga? Sasa mwangalia aliyelala. Kuna yule dada kule nyuma namuona amesinzia. Sio amesinzia, sio amefanya. Tena amelala kabisa. Nikitokea hapo dada utakubali show. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo, nasema Yesu asifiwe. Kuwafanya watu waibe zaka. Nimesema fungu la 10. Wewe dada. Yule dada yule, mwambie namuita huyo. Wewe unalala kanisani, mimi nahubiri. Ole wako. Wenzio navuja jasho hapa kwa ajili ya roho yako, ili tukuchomoemo. Unalala. Naongea na watu jamani. Hebu shika mkono wa jirani yako, muulize, leo umetoa fungu la 10? Na kwa nini hujatoa?
Mwambie akujibu huyo, akujibu wewe kwa niaba yangu. Mwambie nijibu, kwa nini hujatoa fungu la 10? Wiki jana hujapata shilingi 100 ili utoe shilingi 10 fungu la 10? Wiki jana hujapata shilingi 5,000 ili umletee Mungu shilingi 100 ngapi? 500. Wiki jana hujapata 10,000 hata kama kulikuwa na maandamano. Kweli ukupata 1,000? Aliyepata 1,000 atakiwa alete zaka shilingi ngapi? 100. Kwa nini hujaleta shilingi 100 ya Mungu hapa? Na nataka muanze kuona hizi ni silaha anazotumia shetani kuwadhoofisha warokole. Tuwe maskini ndio raha yake, tuwe na shida ndio raha yake, tuwe wagonjwa ndio raha yake. Sasa laana inatukamata, hatuwezi inuka, hatuwezi fanikiwa kwa sababu tunaiba nini? Zaka. Semeni amen. Hapo amina zimekuwa chache. Amen. Hata zikiwa chache napiga vile vile. Maraki sura 3 mstari wa 7. Twende haraka haraka. Soma mama. Simama kijeshi kabisa. Kuna yule kijana alikuwa ananisomea jana. Yuko wapi huyu? Anatetemeka. Mstari wa 7. Tokea siku za baba zetu mumegeuka upande, mukayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Anasema hivi, nirudieni mimi nanyi mwasema turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu anaweza kumwibia Mungu? Ninyi mumeniibia zaka na zabibu. Anasema kwa ajili yenu mmefanyaje? Mumeraniwa. Naomba unisikize. Kwa ajili ya hiyo mumefanyaje? Semeni vizuri, mmefanyaje? Biblia ya Kiswahili nasema ninyi mumeraniwa kwa laana kwa sababu mnaniibia zaka na sadaka. Manake kutoa sadaka chini ya kiwango chako, Mungu anaona ni wizi. Mungu anaangalia kile alichowekeza kwako. Mungu anaangalia baraka alizokupatia. Haipingiki kwamba kila mtu alizaliwa yuko uchi, si ni kweli? Hakuna aliyezaliwa na chochote hapa wote, si ndio? Sasa vyote tulivyo navyo ametupa nani? Mungu. Mungu amekupa pesa. Wewe uwezo wako sio wa kutoa 2,000, ni wa kutoa 5,000. Wewe kulingana na hela unazomiliki, uwezo wako sio wa kutoa 5,000, ni shingapi? 10,000. Sasa Mungu anasema usipotoa sawa sawa na alivyokubariki, umefanyaje? Umemwibia. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Laana inatafuna maisha ya watu. Mungu akanishangaza sana. Wakati namwambia Mungu nataka unibariki, akaniambia nenda kadu mambo 4. Kaambia nina nini? Kanaambia 1, jiepushe na dhambi. Jirinde na dhambi. 2, mpende mchungaji wako sana. Nimewekeza vitu vikubwa kwake ili wewe uvipate. Nilikuwa na kahali kakuto kumuunderstand vizuri baba. Nikaanza kujua umuhimu wa mchungaji. Kaniambia jambo la 3, hudhuria ibada. Jambo la 4, toa sadaka na zaka kamili. Mnanisikia anachosema? Mungu aliponiambia maneno hayo nikayashika yote, nikaanza kuyafanyia kazi. Kwenye gari yangu kuna bahasha. Kuna bahasha inaitwa chombo cha zaka nyumbani mwangu. Kwa nini nimekaa kwenye gari? Nikikutana na muumini akanipiga 1,000 ngapi, mimi nachukua 200 naweka kwenye bahasha yangu. Semeni amina. Mnanikwaza, semeni amina. Semeni amina tena. Nikikutana na mpendo akanipiga 10,000 naweka shingapi? Buku na kura 9,000. Naogopa kumwibia Mungu ili nisiruhusu laana juu ya maisha. Sasa huyu ni mwandishi wa Kiswahili. Naomba sije mwawili waje hapa. Wewe kamwe na yule pale nyuma yako. Njoo rafiki yako. Njoo nyinyi wawili. Huyu mwandishi wa Kiswahili anasema ninyi mmeraniwa kwa sababu mnaniibia mimi. Simama hapo. Na wewe simama mbele yake. Unajua ukabaroba?
nataka kumkabe kwa maana ya kuonesha mfano, lakini usimuumize. Fanya, ila usimuumize. Huyu ni Yesu. Huyu ni mzee wa kanisa asiyetoa zaka. Huyu ni Yesu. Huyu ni shemasa asiyetoa. Huyu ni Yesu. Huyu ni mwimbaji asiyetoa. Na nimeona hata mliposimama hapa kutoa zaka, sijaona sare za waimbaji hapa. Sasa Biblia ya Kiingereza, nani ana Biblia ya Kiingereza hapa? Mwenye Biblia ya Kiingereza yupo? Biblia ya Kiingereza anasema hivi, anaposema ninyi mmelaaniwa kwa laana kwa sababu mnaniipia, Biblia ya Kiingereza inasema mmelaaniwa kwa laana kwa sababu mmenikaba roba. Shika. Mmenikaba nini? Raza hivi kichwa rafiki yangu kidogo. Mmenikaba nini? Kwa hiyo mtu yeyote asiyetoa zaka ni mkaba. Sasa wale wakabaroba wakaliakona hapa mtaani na huyu hapa wana tofauti. Utaenda mbingu ya nani? Kama unaweza kumtenda hivi Mungu, unaenda mbingu ya nani? Na kinachokufanya mtende hivi Mungu, ulipata buku ukashindwa kumpa shilingi ngapi? Ulipata shilingi 2000 ukashindwa kumpa shilingi ngapi? Ulipata shilingi 5000 ukashindwa kumpa shilingi ngapi? Ulipata 10000 ukashindwa kumpa shilingi ngapi? Wapendwa, tubadilike. Semeni amen. Wapigeni makofi yao. Walawi 27:30. Walawi 27 mstari ule wa 30. Ni hatari sana uishi ni mwizi na unasema umeokoka. Ni hatari sana uishi ni jambazi, mkabaroba, na wewe ni mwana praise. Anasema tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya nani? Tulia hapo. Mungu anasema zaka yote ya chochote unachokifanya. Kwa mfano, wewe unalima mahindi, umelima mahindi, umevuna. Zaka ya mahindi ni ya nani? Ya Bwana, sio yako. Ukila unakula moto. Walioula Anania na Safira. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 anasema hivi, Anania na Safira wakauza kiwanja, wakaficha sehemu ya thamani ya kiwanja. Anania kaenda na nusu, akafika mbele ya Paulo, kamwambia nimeleta zaka. Kamwambia hii ndio mliouza? Akasema ndio. Ndio thamani ya kiwanja? Akasema ndio. Biblia inasema akamwambia, kwa nini hukuogopa kumwambia uongo Roho Takatifu? Aliposikia maneno yale alianguka chini Watu wanakufa kimaisha leo. Watu wanakufa kibiashara leo. Watu wanakufa kiuchumi leo kwa sababu hawatoi fungu la nini? La 10. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Zaka ya mshahara. Leo tuna watu makanisani, saa mnakuja tuwaombee mpate kazi, mnalia na machozi, lakini mkishapata kazi hamleti fungu la 10. Laana zinajaa. Biblia inasema mtapata mishahara na kuweka kwenye mifugo iliyo toboka. Sio hii sasa. Anamaanisha utapata hela, magonjwa yatainuka, shida zitainuka. Hela itafanyaje? Itaenda. Anasema kwa ajili ya watu wanaoiba zaka sitamkemea Yerai. Mungu hatazuia shida zikupate. Mungu wetu asifiwe sana. Lazima utoe zaka, mpendwa. Moja ya watu ambao hawataingia mbinguni, na waeleza kweli, ni pamoja na mtu asiyetoa fungu la 10. Hivi kwa mfano wewe ndio Yesu huyu, umekabwa namna hii. Lazima tufike mahali tuseme sasa basi. Hebu sema basi. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Kumbukumbu la Torati 14:22. Naomba kesho usikose mpendwa, njoo. Mungu atakubariki sana. 14:22.
usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika mapato yako. Anaposema katika maongeo yako, maana yake mapato yako. Semeni amina vizuri. Hapo chini anasema katika mapato ya mbegu zako, mshahara wako, maisha yako, biashara yako, kazi yako, kila kitu unachofanya kinachoingiza fedha. Mungu anasema usiache kutoa fungu la 10. Huo ni ugomvi mkubwa kati ya Mungu na wanadamu leo. Unisikilize vizuri sana. Nisomea andiko la mwisho 12 Torati 17. Hapa niwaambie nitapita. Lakini hakuna asiyejua kati yenu kwamba anakosea kutokutoa fungu la 10. Kila mshirika, kila mzee wa kanisa, kila shemasi, kila mwimbaji, kila mwanapresi, wanawake wote, wababa wote, vijana wote, mabinti wote na watoto. Semeni amen. Kila Jumapili lazima tusimame kutoa fungu la kila mtu. Sio hiari. Fungu la 10 sio hiari, ni lazima. Mwambie jirani yako sio hiari. Mwambie tena sio hiari, ni lazima. Na Mungu amenipa neema, nimezunguka makanisa mengi Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, nimezunguka na nchi mbalimbali. Mungu aliniambia niyafundishe mambo haya. Muone mahali tumekwama ni wapi. Hapa Dar es Salaam hapa nimezunguka sana makanisa mengi. Na nimewaelekeza namna kutoa zaka kwa namna Mungu alivyoniambia. Kaniambia ukitaka nikubariki, hakikisha usinibie zaka. Uwe na chombo cha zaka nyumbani mwako. Jumatatu kienda kazini au kutembea kwenye huduma zako, ukipata shilingi 5,000 niwekee shilingi 50 hapo. Unanisikia? Nikaanza kufanya hivyo. Hiyo roho nikawaambukiza watoto. Nikaambia wanangu wote lazima muwe na bahasha za zaka. Napowapa hela za kula shule, na wapa hela za kula shule kila Jumatatu, maana hela za wiki. Mwingine anapewa 20,000, mwingine anapewa 10,000, wengine wanaenda wanashinda huko wanakula. Na nauli huo. Nawaambia nakukupa 20,000, shilingi 200 ni 800, shilingi 2000 ni 800. Weka kwenye chombo cha zaka. Mungu wetu asifiwe. Washirika nao wakafanya hivyo kwa watoto wao. Wanangu wote wakafanya hivyo. Sasa hivi wale watu walikuwa wanauza mchicha, ukimwona hivi uwezi amini. Leo wana maduka makubwa. Semeni amina. Lakini walikuwa wauza mchicha, walikuwa wauza karanga. Mama moja naye alikuwa muuza uji tu. Tena alianza na uji tu, kandoo kamoja kale kadogo kalita 10. Kawa mwaminifu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3, mwaka 4, wa 5, naye akafungua duka tena. Zaka. Uibe zaka uwe salama. Umkabe roba Yesu bado ndiye kubarikiwa. Hakuna hiyo kitu. Mnanisikia wapendwa wa Mungu? Hivi vitu vimeturudisha nyuma kimafanikio. Semeni amen. Waliotakiwa kuwa na magari 5 leo wana gari moja. Kwa nini zile 5 hazijaje? Umezuia kwa kutoa fungu la 10. Ngoja sasa ni watu ushuhuda. Hapa Mlimani City, kanisa letu la EAGT. Kwa mtunza hazina wetu wa EAGT taifa Mgonja. Mnamfahamu? Yule mzee alikuwa na mshirika wake, ni mzee wa kanisa. Na yule mama alikuwa mfano, na niwaombe kabisa wazee wa kanisa wa mahali hapa na viongozi wote, si mzee wa kanisa, mashemasi na makatibu, ninyi ndio mnatakiwa kuwa wa kwanza kusimama kutoa fungu la. Ni aibu, sisi kama wanakanga watu wazee wa kanisa. Ndio hawa. Ni aibu unakuta eti viongozi wazee wa kanisa saa ya kusimama kutoa zaka wao wamefanyaje? Wamekaa. Ina maana wiki nzima hujapata buku. Makanisa mengi yameuawa na viongozi, lakini sio hapa. Semeni amina vizuri. Kwa hiyo viongozi mnakuwa msali wa mbele. Mchungaji akisema mliokuja na zaka, mnasimama nyinyi mnawahi. Wazee wa kanisa wanawahi. Halafu washirika wanafuata nyuma pale. Semeni amina. Yesu afurahi. Tutengeneze kanisa ambalo tunazalisha matajiri, mabilionea, watu waliofanikiwa. Leo ninaona magari yako pale yamepaki.
bado hayajatosha yani. Inatakiwa kila mshirika ukija kanisani mpaki magari yenu kule barabarani, maana hapa hapatoshi. Kama mnanielewa semeni amina. Kama mnanielewa semeni amina vizuri. Bwana sifiwe. Nina kijana mmoja pale kanisani alikuwa muuza mandazi na chai, anatembeza mjini. Mandazi na chai. Mwaminifu kwenye zaka. Nimekaa naye miaka 7. Sasa hivi ana nyumba 2, ana gari ya kutembelea. Na yani nikikwambia hizi habari unaweza kusema labda nadanganya. Nakueleza vitu vya ukweli. Alipokuwa mwaminifu tu kutoa zaka ya ile chai, Mungu akaanza kumwinua. Taji kapanda, akafungua kijiwe cha chips. Naongea na watu hapa. Halo, naongea na watu hapa. Sio kama Mungu hawezi kutubariki wapendwa. Hamna. Sisi wenyewe tumemkataa. Unanielewa? Hatuyafanyi mapenzi ya nani? Inuka leo, anza kutoa zaka. Sema amen. Toa fungu la 10, acha kumwibia Bwana. Utaona anavyomwaga baraka juu yako. Hasa yule mzee alikuwa na mzee wa kanisa. Na hizi habari nazo kuambia ni ushuhuda aliotushuhudia yeye alipokuja kwenye kikao cha wachungaji pale Mwanza. Akasema hivi, yule baba alikuwa mwaminifu toka amekuwa mzee wa nini? Wa kanisa. Siku moja akafa, analia akaugua, akapelekwa Muhimbili kulazwa. Mshahara wake wa mwisho ukatoka akiwa Muhimbili. Yule mzee anasimulia, anasema hivi, akamwambia mke wake, nenda kapeleke zaka kwa nani? Kwa mchungaji. Yule mama hakupeleka ile fungu la 10. Baba amekaa mle Muhimbili mpaka akakata roho. Sasa amekufa, hana dhambi nyingine. Anasema mchungaji, ni mzee wa kanisa niliyempenda na kumwamini sana. Mnisikia wapendwa wa Mungu. Mnisikilize sana watu wa Mungu. Mungu pende Mungu awezaye kuua mwili na nini? Na roho. Tusimwibie hivi vitu vidogo vidogo. Ni vidogo vidogo 2000, 1000, 3000, 5000, 6000. Vitu vidogo. Yule mzee amekata roho, akaenda. Mzee yule mchungaji anasimulia, anasema naye akawa alisimuliwa na yule mzee sasa. Anasema alipofika huko geti lile la kuingia pale paradiso wanapokaa watakatifu, wanaimba nyimbo ni pazuri, ni ajabu. Anasema alipofika kwenye ile geti ili aliweze kufunguka ingie, geti alikufunguka. Ni hapo Dar es Salaam. Kwa ushahidi kamtafute mgonjwa muulize. Anasema akiwa pale akatokewa na malaika. Akamwambia pole na safari. Akasema asante. Umetoka wapi? Akaeleza. Akasema naam, majira ya wewe kuja nyumbani kupumzika yamefika. Lakini huwezi kuingia huko ndani, wanakosifu wenzako. Kaambiwa ndani wako kina Elia, wako kina Musa, wako watakatifu wote waliondoka wakiwa wamemwamini Yesu na kuokoka. Na matendo yao ni safi, wako ndani. Ndio hao unawasikia wanaimba, wanafurahi, wanashangilia. Lakini wewe huwezi kuingia. Akasema kwa nini? Mimi sio mzinzi, sikuwa mlevi, sikuwa muongo kanisani, sikuwa mchonganishi, sikuwa na dhambi yoyote. Zaka nilitoa. Akasema ndio. Nikiangalia kwenye kitabu cha Kumbukumbu huna hayo yote, ila zaka yako ya mwezi huu ulioishi haijafika kwa nani? Kwa mchungaji. Sasa nilimwambia mke wangu apeleke, mimi na shida gani? Haijafika kwa mchungaji. Anasema yule baba kalia sana. Akasema nafanyaje sasa ili niingie huko? Akamwambia kwa kuwa ulikuwa mwaminifu muda mrefu, ninakurudisha tena duniani. Uende ukatoe ile fungu la 10 kisha uje. Wakati yule mama analia kitandani, anamlilia mume wake amekufa, na wale walikuwa wameenda kumuona wako pale na watoto wachache. Mchungaji ameshapigiwa simu, baba amekufa, na yuko njiani anaelekea kwenda Muhimbili kuona tukio. Sikiliza, ghafla mzee akapiga chafya. Kupiga chafya, akamwambia mke wake, kwa nini umenitesa? Kunirudisha kwenye dunia ya shida hii.
nilikuwa nimefika mahali pazuri, paraha, mahali safi, nimefika na iona paradiso hiyo hapo. Walimba watakatifu wanaimba na mimi nitakiwa niingie mule. Kwa nini umenitesa mke wangu kunirudisha? Baba, nimekufanyaje sasa mimi? Nilikwambia peleka fungu la 10 kwa mchungaji na mshahara wangu uliotoka nikiwa hapa kitandani. Kwa nini hujapeleka? Nisamehe baba, nilisahau. Nilijua nitapeleka tu. Sasa nenda kaniletee. Mimi mwenyewe. Ile mama anaenda pale nje ATM kuna kufuata. Yule baba akachukua simu akampigia mchungaji. Mchungaji akamwambia, "Nani wewe?" Akamwambia, "Mimi ni fulani." Fulani nimeambiwa amefariki. "Wewe nani?" Akasema, "Baba, nimerudi. Wai, nina kazi ya kufanya na wewe." Mgonjwa anafika hospitali. Mama amefika na yeye na ile sadaka. Anampatia mume wake. Mume wake akamkabidhi mchungaji. Mchungaji akaanza kumwombea. Baada ya mazungumzo ya muda akamsimulia aliyokutana nayo huko. Hiyo sasa akaanza kumwombea. Alipomaliza kumwombea mchungaji anasema amen. Na mzee akaondoka. Mpaka leo mwaka wa 4 hajarudi tena. Unaicheza na zaka. Ogopa kuwa mwizi wa zaka kama unavyoogopa kuzini. Ogopa kuwa mwizi wa zaka kama unavyoogopa kuwa mchawi. Ogopa hivyo hivyo. Semeni amen. Rudia kwa nguvu, sema amina. Inamisha kichwa chako, funika macho, nyosha mikono juu. Sema Bwana Yesu. Funika macho yako, inua mikono juu. Tafakari moyoni mwako. Mara ngapi umemkaba roba Yesu? Mara ngapi Mungu amekupa vitu? Amekupa mshahara, amekupatia fedha, amekupatia mavuno. Ulilima ukavuna huko kwenu kijijini kulikotoka. Lakini kila siku unafanya biashara unapata faida. Lakini kila siku umeishia kuwa mtu wa kumhuzunisha Yesu. Unamkaba roba, amekupa 2,000, ulitakiwa umpe 200 na yenyewe ulikula. Amekupa 500 mshahara, amekwambia mwanangu nipe 50,000, kula 4,500. Na 50,000 nayo umekula. Wapendwa, duniani tunapita. Je, Bwana akikuita leo utakuwa mgeni wa nani? Je, Bwana akikuita kesho utakuwa mgeni wa nani? Hakuna siyejua kati yetu kwamba wote tunapita hapa duniani. Wenyeji wetu ni mbinguni. Usizuiliwe na hiyo kidogo. Na umemwibia sana. Na wengine mkisimama kutoa fungu la 10, mnasimama kuonesha ushahidi mbele za mchungaji kwamba nimesimama kutoa zaka, lakini umetoa zaka kilema. Mwambie Yesu, nisamehe. Tubu. Wapendwa, tubu. Yesu yu mlangoni. Yesu yu mlangoni, wapendwa. Utakuwa mgeni wa nani? Ulimkaba roba duniani. Ulimnyima haki yake na vyote ndiye amekupa. Ulikuwa hujui kuvaa hata shati, yeye amekupa suti. Amekupa duka, amekupa mali, amekupa biashara. Unapata kila siku lakini unamwibia. Mwambie Bwana nisamehe. Nasikia niombe na watu wote. Sikia niombe na wewe. Kati ya dhambi mbaya ni pamoja na dhambi ya wizi wa fungu la 10. Inua mikono yako juu. Bila kujitetea, wewe unajua mwenyewe. Sema Bwana Yesu. Sema tena kwa nguvu, Bwana Yesu. Wewe ndiye uliyeniumba. Unaujua moyo wangu na maisha yangu, kazi zangu, mapato yangu, maneno yangu, mwenendo wangu na tabia zangu. Yesu nazijua. Leo umenikumbusha kwamba nakuibia. Ni kweli mimi ni mwizi. Nimeiba zaka. Hata leo sijatoa. Ni kwa sababu sikujua kama ni roho ya shetani inaharibu maisha yangu. Lakini leo natubu, nisamehe Bwana.
Sema kwa nguvu, nisamehe tena. Sema tena, nisamehe tena. Niondolee dhambi ya kukukaba roba na kukuibia sehemu ya 10 ya kile unachonipatia. Nisafishe kwa damu yako. Nioshe Baba. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Uliandike leo kwenye kitabu cha mbinguni. Sema Bwana Yesu, nitakase, nisafishe. Kuanzia leo naweka agano. Sema tena, kuanzia leo naweka agano mbele ya madhabahu yako na mbele ya watumishi wako. Sitarudia tena kuimba fungu la 10. Nitakutolea kuanzia Jumapili ijayo. Nitaleta zaka. Sitaiba Bwana. Sema asante Yesu kwa kunisamehe. Sema asante Yesu kwa kunitakasa. Kuanzia sasa dhambi hii haitanivuta tena, haitanishika tena. Kama nilivyokataa kutenda dhambi zingine, na hii nayo naikataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Inua mikono, mwambie Mungu nisamehe. Endelea kusema, omba maneno machache, omba rehema, omba toba mbele za Bwana. Kila mtu ainue sauti yake. Unajua, mwambie Yesu nisamehe. Mwambie nisamehe. Mwambie nisamehe Bwana. Lia mbele za Bwana. Mwambie nisamehe. Mwambie nisamehe. Rabo shata rabasiki. Kwa nini tukose mbingu kwa ajili ya kitu kidogo Yesu? Umetupa vingi, umetupa hewa, umetupa afya, umetulinda, unatupa chakula kila leo tunakula, tunanenepa. Yesu tusamehe kwa jina la Yesu. Samehe kanisa lote hili. Samehe watu hawa. Umenituma nije kwao niwaeleze ili wakugeukie wewe Bwana. Ukasema nigeukieni leo, nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Baba tusamehe. Tusamehe Yesu. Tusamehe Yesu. Tunakataa kuwa wezi. Tunakataa kuwa wakabaroba. Tunakataa kuwa vibaka. Tunakataa kuwa wezi wa zaka. Oh, rabashata rabasi. Jesus. 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 Wape hatua mpya watu hao. Wape uchumi mpya. Walikofika wangefika mbali, lakini wape tena. Wajaribu tena Bwana. Wakumbuke tena. Wasamehe, watakase. Umenituma nije niwaambie, na mimi nimewaambia. Baba, tunakushukuru kwa rehema zako. Asante kutusamehe sote, na asante kulitakasa kanisa lako katika jina la Yesu. Amen. Pigieni Yesu makofi. Dawa ya dhambi, ukishaitubu usirudie. Narudia tena, dawa ya dhambi ukishaitubu usirudie tena. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisaidie kile chombo. Hizi bahasha nilizigawa kanisani kwangu, na kama nilivyowaambia nikachukua mimi bahasha moja, lakini pia nikachukulia watoto wangu, mke wangu, lakini pia waumini wote nikawagawia bahasha hizi. Zinaitwa chombo cha zaka nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Naomba msikilize. Bwana asifiwe. Hii bahasha nataka nikupe. Inaitwa chombo cha zaka nyumbani mwako. Nenda nayo hii bahasha. Si tunakataa roho ya wizi? Ngoja kidogo nitolee mfano. Si tunakataa roho ya wizi wa zaka? Kesho juma ngapi? Piga kazi zako, mishemishe zako, ikifika jioni angalia Mungu amekupa shilingi. Ukijua Mungu amenipa 1000 kwa siku nzima, chukua shilingi 100 weka humo. Jumanne tena piga mishe zako, ikifika jioni Jumanne angalia Mungu leo alinibariki vipi. Ukiona kama ulipata 10,000 weka shilingi 1,000. Jumatano tena hivyo, Alhamisi tena hivyo, Ijumaa tena hivyo, Jumamosi tena hivyo, Jumapili ndio nayo ibasha ikiwa na ile sadaka.
nenda pale wakupe bahasha ya kanisani. Mnanielewa? Wakisha kupa bahasha ya kanisani, chukua hiyo sadaka yako ya zaka humu, weka kwenye bahasha ya wapi? Ya kanisani. Halafu hii itunze vizuri. Rudi nayo wapi? Nyumbani. Nenda kaitunze pale unapotunzana. Kama ni dukani kwako, kaiweke. Kila ukifunga duka, angalia mauzo ya leo, Mungu amenipacha. Chukua zaka, weka. Kila Jumapili mchungaji akisema wote waliokuja na zaka wasimame, tunasimama kanisa zima, kwa sababu aliyepata 1000 ataweka shilingi 100. Naongea na watu hapa. Hakuna mtu ambaye hatakiwi kuacha kutoa fungu la nini? Fanyeni hivyo, mtamwona Yesu. Mimi binafsi nafanya, na mimi nimefika mahali sifanyi kamili, nimefika mahali nafanya zaidi ya kamili. Kwa mfano, kama itakiwa kwa mwezi nitoe zaka 500,000, natoa 5,10,000, 5,20. Naongea na watu hapa. Na mkopesha nani? Na mimi nataka nikuambukize hiyo spirit. Jifunze kumkopesha Mungu. Kama unatakiwa utoe kila Jumapili, unatakiwa utoe shilingi 10,000, weka 11. Mkopeshe rafiki, utashangaa. Mbingu zinahaha kwa ajili yako, kwa sababu unadai. Yaani wewe unamdai na Mungu. Naongea na watu. Fanyeni hivyo. Fanyeni nini? Na kila mtu awe mwaminifu. Hii bahasha itunze vizuri. Utaitumia ndani ya miezi kadhaa. Ikiisha, nunua nyingine. Andika jina lako hapo, chini yake andika chombo cha zaka nyumbani. Hii ndio siri ya kushinda roho ya wizi wa fungu la nini? Fungu la 10 tunatakiwa kutoa kila siku. Kila siku. Sasa huwezi kama utakuwa unazitumia unasema Jumapili nitarudishia. Ni makosa. Wewe Jumatatu weka. Uachane na Mungu kabisa. Jumanne tena weka. Jumatano weka. Alhamisi weka. Ijumaa weka. Jumamosi weka. Jumapili ndio nayo wapi? Baba, katika jina la Yesu, bahasha hizi ninaziachilia mafuta yenye nguvu kuleta utajiri na mafanikio, na kufungua yale madirisha mbinguni, na kumwaga baraka juu ya watu hawa. Taondolea roho ya maskini, roho ya kukosa, na roho ya kushindwa kimaisha, kwa sababu watakutolea kwa uaminifu. Mungu ukawatendee mema. Naam, kama ulivyotenda kwangu, ukatende na kwa watu hao, katika jina la Yesu. Amen. Saidia sasa rafiki, njoo. Kwa nusu na wewe. Gawia kila mtu, andika jina lako juu, andika chombo cha zaka nyumbani mwako. Kila mtu achukue. Wageni wote mliokuja kusali hapo, umetoka kanisa gani? Umetoka kanisani? Nimeshasema wewe ni muumini hapa. Semeni amina. Yesu afurahi. Tulieni hapa na Mungu atawabariki. Sawa, gawa haraka wakati mpiga kinanda anatupigia kawimbo hapa. Piga kinanda hiyo. Piga kinanda. Hawachelewi. Amen. Niambia. Gawa haraka kwa watu wazima. Kwa watu wazima kwanza, chukua bahasha hiyo. Wafundisheni na watoto wenu kumcha Mungu na kumtolea Mungu fungu la 10. Taona mambo yanavyokuwa. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa, ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliye